Leo tarehe 23 ya mwezi huu wa pili mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam chini ya jopo la majaji watatu, Jaji Ndunguru, Karemaha pamoja na Jaji Kiwonde, imeendelea kusikiliza kesi ya Jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu. Na leo ilikuwa kutokana na ile ahadi ambayo mahakama ilikuwa imetoa mnamo siku ya Ijumaa kwamba leo itakuwa ni siku ya kusikiliza, kupokea taarifa au notice ya serikali ya nia yao ya kuweza kuleta ushahidi wa ziada au ushahidi wa nyongeza tofauti na ule kwenye ule ambao walikuwa wameshautoa tayari kule katika mahakama ile ya ukabidhi ya Kisutu. Sasa yale maelezo ya Kisutu yaliletwa hapa mahakamani yakawasilishwa ule mwezi wa saba. Sasa kesi imeanza kusikilizwa na majaji, na mwisho wa siku sasa ushahidi unavyoendelea, siku ile ya Alhamisi serikali walileta notice mahakamani, wakamkabidhi mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, alafu vile vile wakaiarifu mahakama kwamba wanataka kutumia huo ushahidi. Lakini ambacho baada ya mwenyekiti kupitia ile notice alikagundua kwamba yule ambaye anatakiwa kutoa ushahidi wake, ile notice inamhusu yule mtu ambaye tayari alishawasilisha ushahidi wake katika mahakama ya ukabidhi au ile mahakama ya hakimu mkazi pale Kisutu inapokuwa na madaraka ya ukabidhi. Sasa mwenyekiti akawa ametoa taarifa kwamba atawasilisha pingamizi siku ile notice itakapowasilishwa rasmi au itakapozungumzwa rasmi mbele ya mahakama. Na leo ndivyo ambavyo imetokea. Leo serikali wameweza kuwasilisha rasmi hiyo mbele ya jopo la majaji hiyo notice na kuanza kuizungumzia lengo lao. Sasa baada ya kumaliza mwenyekiti akawa amepinga kwa nguvu kubwa, akisema kwamba inamhusu mtu ambaye anaitwa ACP Amini Mahamba ambaye tayari yeye ni shahidi katika hii kesi. Hajatoa tu ushahidi wake, lakini ushahidi ushapokelewa, ule wa msingi ushapokelewa kule katika mahakama ya ukabidhi ya pale Kisutu. Kwa hiyo amesema kwamba ambacho wanafanya kinapingana na kifungu cha 308 cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai. Sasa akasema kwamba kesi hiyo itakuwa ni kama njia moja hapa kutaka kubadilisha hati ya mashtaka. Kwa hiyo amesema kwamba huyu anayetakiwa kutumia katika chini kifungu hicho, amesisitiza sana kwamba ni ni shahidi ambaye hakuwa sehemu ya ushahidi au ambaye yule ambaye alitoa ushahidi wake au ushahidi wake unakiliwa na kuchukuliwa na mahakama ya ukabidhi, kwamba ule ushahidi ni ule ambao hauko mahakamani, ni kutokana na shahidi ambaye hakuwa amefanya nini, ameorodheshwa katika orodha ya mashahidi. Upande wa serikali umepinga kwa nguvu kubwa, unasema kwamba una haki ya kutumia hicho kifungu, kwamba kinaendana au kinarandana na kifungu cha 263 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya makosa ya jinai, ya mwenendo wa makosa ya jinai, na vile vile 308. Kwa hiyo wakasema kwamba hakuna kitu kipya pale, kwamba tu ni shahidi tayari, wana lengo la kuweza kufanya nini, kuwasilisha tu nyaraka ya ziada, sio shahidi mpya. Wao lengo lao ni kuwasilisha nyaraka ya ziada ambayo inahusika na matukio ambayo yametokea wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka 29 mwezi wa 10 mwaka 2025.